Wewe hapo Kole, samani kwanza kukunyosha mkono kama turafiki ameona gari. Mimi hapo Kole tu nikuulize, labda huku unatoka matembezi? Na imani wewe ni mzima, habari yako? Salama za wewe? Waswahili wanasema I'm good. Mimi niko poa. Sasa hapo Kole, kuna kitu hapo nilimwagiza nani Tangani. Mimi na imani ameshakwambia. Hapo sasa ni wakati wako wa kuzungumza na mimi. Hapana, mimi Tangani hajaniambia chochote. Maskini. Sasa Tangani mbona ananifanyia hivyo sasa? Yapata muda sasa. Tarehe zinasogea, siku zinasonga. Yeye kusahau kweli kumwambia kitu kama hicho, kusahau kuambia wewe. Labda tu kumbuke vizuri na wewe Kole, labda alikwambia ududu tu kamwambia kama Kepe alikwambia nini, labda umkumbushe. Sinajua tena ujana maji ya moto. Kwa hilo haliwezekani. Siwezi nikatoka hapa nikamfuata tena Tangani wakati wewe mhusika upo. Kwa kuwa ndio uliompa ujumbe, si mbaya kwa kuwa tumekutana. Unaweza kaongea. Ukinyamaza sana inaonekana kama ile domo zege waliimba waimbaji. Mimi nizungumze tu kitu ambacho Kole utanisamehe kama nitakuwa nakukwaza, maana na wewe mwenyewe una misingi yako seti. Nimeishi kwa muda mrefu nikiuzunguka mbuyu, lakini huwezi amini Kole, nimeshinda kukumbatia mbuyu. Hapo nimekaa nikafikiria sijui ni kwa nini. Nikapata jibu, mimi ni mimi na mbuyu ni mbuyu. Lakini yote na yote hapa kwenye moyo wangu hapa, moyo unaweza ukasema mazungumzo yoyote yale na yakasikika, ila ni ngumu sana kwa mwanadamu mwenye jicho, hisia na nyama za kawaida kuelewa moyo unataka nini. Ni hapo tu niseme kwamba mdomo wangu acha unene haya maneno nazungumza kwako. Mimi kwako ni shafolila. Afu mwenzo kujielezaga sana waga nashinda, maana utahisi na babwaja kumeshazama. Nakupenda. Yaani wewe unipende mimi? Naongo. Ndio narudi sasa hivi. Ndio narejea. Nimefikiri nitakukuta nyumbani unajua. Hapana, nilitoka. Na mbona hujanyoa? Maana uliniaga unaenda kunyoa. Yaani wewe unanikumbusha sasa hivi. Yaani niko nishasahau kabisa yani. Ni mtu anatoka hapa nyumbani, nilikuwa na mawili. Niende kwa Kipipi pia nikaende saluni nikatengeneza nywele. Lakini uweze amini, nimesahau kabisa. Ndio ananikumbusha hapa. Ila nimeenda kwa Kipipi. Na kama ulivyoniambia mke wangu nikamuone, nimeenda kumuona. Kipipi kabadilika. Kipipi amekuwa mtu sasa hivi. Mpaka najiuliza, kwa sababu uweze amini amekuwa mcheshi, mwali yule, amekuwa mkarimu, amekuwa mstaarabu. Na uweze amini kubwa zaidi kaniagiza ndizi. Na nimempelekea. Akafurahi kinoma, yani kafurahi kiasi kwamba mpaka najiuliza, huyu alikuwa na shida gani hapo kabla? Hakuwa na shida yoyote. Zaidi tu hiyo ilikuwa ni mimba inamsumbua. Yaani hizo kazi zote mimba tu. Lakini tunashukuru Mungu kakaa sawa. Nilienda kwa mtaalamu kama tulivyoongea. Nikamuelezea, akasema tusiwe na wasiwasi. Hamna kibaya chochote wala uswahili wote uliotendeka. Ila hii hali ni ya kawaida tu. Na sio muda mrefu itajitokeza na dalili zote zitaonekana. Hata kama mke wangu inawezekana vipi? Yaani ndio kipindi chote au tumika mimi na wewe. Hata dalili hamna. Unajua kijini kwetu hapa akijatulia uswahili ni mwingi mno. Sasa nikawa na wasiwasi tu, pengine sijakaa kuna mtu ambaye ana ushuhuda zake afanya kwake. Ila kama mtaalamu amekutoa wasiwasi na amekuaminisha kwamba kila kitu kipo sawa, basi sawa, mimi nafikiri hakuna shida kwenye hilo tena. Kanihakikishia kabisa mimba ninayo. Na unatamba nayo. Haya bwana, tuingie ndani. Mimi nikapike. Usiende kupika. Leo nakupikia mimi. Tusibishane. Nenda kupika mimi. Haya bwana. Sawa mwali wangu. Ila hujachelewa Kiepe. Maana hapo kijijini kwetu kuna wanawake wazuri na warembo kuzidi mimi. Kwa hiyo una muda wa kuendelea kutazama. Kwani kote mimi na mapungufu gani? Angalia basi hata shape basi, wenda labda uiangalia unaweza kalizika nayo. Unajua nimehangaika muda mrefu sana wewe.
Amini kwamba niko hapa Kiepe Amuia, nakupenda kutoka moyoni, na kama ukikubali mimi na tunafunga ndoa, hata unafungia kwenye konkwa. Muona ile konkwa ndio inakuwa holu ile nani la embe lile. Amini tena. Sawa, nimekuelewa. Sasa hapo kunielewaje? Sasa unaniweka tena kwenye maficho mabano. Wewe tena unielewi wakati mimi nimekuelewa wewe. Yaani namaanisha nimelielewa ombi lako. Hivyo nipe muda nikupe jibu lako. Basi sawa. Mimi siwezi nikapingana na mazungumzo ambayo unayazungumza wewe. Labda tu nikwambie kwamba hivi kama kukuomba. Ukilipata tu jibu, usisubiri tena masaa yasogee. Wewe timba pale maskani, ukifika ita Kiepe, itaitika Amuia. Na kwa nani tumeonana hapo. We, mimi nije pale kwenu. Kwa hilo nisamee. Siwezi kuja. Kama ulihangaika kutoa ujumbe unifikie mimi, ndivyo uhangaike hivyo upata jibu lako. Basi sawa. Mfalanga uhangaika mla mtupu, mimi nitajitahidi tu ndakutafuta tena hichi kijiji kidogo hivi. Niseme tu bye. Kwa heri. Moyo utulie, na wewe nishatoa maombi tayari. Mfate, yani kimfuata tena akajikuta mimi labda naonekana kingango. Yaani hapa tu mwenzo akikubanda kwa nalegea. Chamisi kudekezo. Memena. Wakati sipo mlifanikiwa kutoka wewe na mjomba mkaenda kwa mtaalamu. Vipi mlivyofika, mtaalamu alizungumzia vipi kuhusu swala lililotokea la kiberiti? Kweli tulifanikiwa kufika kwa mtaalamu. Lakini baada ya kufika pale, kabla sisi kumwambia chochote, yeye akaanza kutuelezea kila kitu. Yaani kama vile anayajua yote haya. Kuanzia kabla ya kiberiti kupatwa na mauti, mpaka tulipoenda kwa Bi Yasmini tumerudi, mpaka kukutwa na huo mauti. Ila kikubwa alichokisema, la kiberiti hajafa kwa mpango wa Mungu. Kuna watu tu ambao wamemuua. Ila sasa mwili wa Dakiberiti umechukuliwa na mtu mwingine tofauti na hao waliomuua. Mimi nikawa nimemuuliza, "Unaweza tukampata?" Akanambia yote tumwachie. Ila sasa mganga alichotusiki kitu kikubwa. Tusiwe na papala kwenda kumfuata huyo mtu aliyechukua mwili wa Dakiberiti, kwa sababu alivyoelezea yeye ni mtu mzuri. Ila ukienda vibaya pia ni mtu mbaya vile vile. Kwa hiyo inatakiwa sasa hivi tutulie. Sasa hapa napata maana halisi ya kile kitu nilichokiona. Muda ule tunazungumza na mjomba hapa, akakwambia uende ukamtafute Baruza. Haukupita muda mrefu nikaa natoka. Ile nafika hapa nikakutana na Kiberiti. Kiberiti? Kiberiti yeye mwenyewe kabisa. Nilishtuka sana na kustaajabu baada ya kumuona. Na aliongea maneno ambayo yanaendana kabisa na uloniambia wewe hapa, kwamba yeye hajafa. Nitaka tu nithibitishe huko kwa mganga mlivyoenda aliongea nini. Kwa kupitia hayo mdogo wangu, inaonekana kabisa Kiberiti hajafa. Ila kuna fitina tu zimefanyika. Kwa naombeni kuanzia sasa hivi tuwe makini sana. Na hata mkitaka kutoka, itabidi tupeane taarifa. Nadhani tumeelewana. Sawa, mimi nimekuelewa. Ila shida inakuja kwa huyo ndugu yako Baruza. Maana ni mtu ambaye haambiwi, hashikiki, haambiliki wala hasikii. Akiamua jambo lake ameamua. Sasa sijui katika ile atalipokeaje. Kuhusu Baruza, akija tutamwambia na tutamwelekeza kila kitu. Sawa. Sawa. Twende ndani. Mwenzetu vipi? Poa, vipi? Wewe unaenda wapi? Naenda huko kwenye tukio. Maana mimi sipendi vya kusimuliwa. Napenda nione macho kwa macho, yani titi for tat. Wewe uogopi? Mimi nimetoka tu niko hoi hoi. Naelekea kwangu. Wewe ndio kuangalia mambo yaliokuwa huko. Wewe mbona umeona? Na mimi nataka nione.
ili hata nikituombea natoa kiwalali. Nikiambiwa unanisimulia ilikuwaje, roho yangu haijalizika. Kwa nikasema ngoja nitoke wangu nikashuhudia. Kwani huyo alikufa nani? Hivyo jirani mwingine. Meshaki. Wewe usiniambie huyu Meshaki mtoto wa Bashiri. Si jirani yake na mzee Alula yule. Ndio huyo. Ni mwenyewe mshinda kuangalia ile maiti. Damu puani na masikioni. Fanya kama unaona. Kwa hiyo unaenda huko. Naenda, kwa nini siende? Unamwona peke yako wewe. Na mwana Tanzania, kwani mimi ni mzungu? Maana huko mtu kaanguka tu ghafla tu chini. Damu puani na masikioni. Wewe unaweza kuangalia hayo mambo? Naenda. Naweza, ndo maana naenda. Siwezi kurudi. Yaani hata ubuni kienda kuutoa na utoa kihalali. Upo. Haya, kwa heri. Haya, kama unarudi rudi, mimi naenda wangu. Kumbe kuna siri nzito sana. Kuna vitu vya kutisha uadui. Hivyo ndio alikuwa ninavyotaka mimi. Huyu mwanadamu utamtumia kwa kila hatua, uhakikishe upo naye. Sawa, hilo ni jukumu langu. Ingia ndani. Changanya magani ko pagaba mayo baba binge mitwe ya seba paga binge balemelwa kolala binge bale wazaba ko pandeka kinai kwaba bapandeke heshima ikojoba yoga kala iliyopandishwe bodola lazima upite chini ya uvungu. Ili mosili nale, nanzela nale, kujala isi la kushoka. Chidi muno, shiko nyinge, no shiko nyinge. Kiepe? Niko mbinguni. Amuye. Vipi tena, mbona minyato nyumbani? Mwanzo hapa uwezi amini, toka kumepambazuka. Sioni mtu yote akitokea ndani. Na nikawaza, toka na mimi ni mlinzi, acha nifanye uchunguzi na ukaguzi na imirishe usalama. Nimechungulia pale dirishani, kasikilizia na masikio hivi. Kasikia kaba mdogo boy la kaobi kana koroma. Nikasema kumbe bado chula yumo kwenye maji na tabatamba. Umeona? Lakini toka kumepambazuka hapa kama alivyozungumza, kumekuwa kumepoa sana. Au labda Biasimini aliliamsha humo jana kutokana na nilichokifanya mimi. Hapana, hajaongea chochote kuhusu, alikuwa na hasira zake. Na sasa hivi mbona iko sawa?
Mwanzo nimekaa kule sasa sina amani. Umeona? Kasa au kabia simi kamera hamsha umo valangati. Labda kuhusu mimi nilivyokajibu pale jana kipinga na kana tibiliwa pale kapone. Kaambia acha shobo dundu. Kalichukia. Lakini kama hajaongea chochote. Hapo tuseme tu mashuti tu. Mpaka kwao, mtu achane naye. Nami. Sasa nakwambia nini sasa? Kama mimi nilivyokuambia nilikuwa na wasiwasi, nilikuwa naogopa kupoteza kamshahara na kazi yake. Kama kuna amani. Hamna chochote au. Kwa hiyo hauna kitu cha kuongea na mimi. Malwa. Mkela. Habari za wewe? Salama, si wewe. Nzuri za tangu juzi msibani. Tunashukuru Mungu. Pole na ikaika za kijiji chetu. Tushazizoea hizo. Haya, wapi tena nawe? Mimi naelekea hapo chini. Nataka nikamuone Dakipipi. Haya, mimi mwenyewe naelekea hapo kumuona Mfiwa, mke wa marehemu mwenyekiti. Maana tangia juzi sijaenda. Wewe bora tangu juzi. Mimi tangia nitoke pale msibani sijawahi hata kufika. Hivyo kwa Dakipipi nitaenda baadaye. Acha tuongozane nikamuone na mimi. Haya sawa, haina shida, twende. Haya. Wewe kama unachosuniambia uje na shughuli zangu kwa za kufanya. Kwa nini unanichukuliaje? Kama lazima wangu. Bila ukikushinda rudisha kwa mwenyewe. Kwa nini unanichukuliaje? Naona kabisa unajisalisha kwamba kila kitu kina kitu chake. Na sitaki kuamini kwamba hiki kitu hakina kitu ndani yake. Kepe. Na kwamba niambie kitu ili nijue vitu. Eti nijue vitu. Hebu acha kujifanya mwanasheria mwenye misamiati. Acha kujinyongorogota kama jongo kwenye mti. Hebu ongea unachoongea, mimi na shughuli zangu nishakwambia huko. Yaani wewe cha kuongea na mimi hauna. Lakini mule ndani kwako na kusikiaga unaongea na misukule tena ya kike. Mnacheka, mnaongea, mnafly, lakini muda kuongea na mimi hauna. Kepe. Unadhania mimi sina moyo? Na moyo, naumia na mimi. Basi sina moyo, sina moyo. Baby hello. Au si wafanya moyo unao? Hapa ndo nasikia sasa mponda tope kaponda tope ponda zitaponda na nani? Kabi hata baby hello akasema hata nalegea. Kamenuna nimesha kanyaga. Sawa. Ngoja kana lole mecho mwere jerela. Mimi ni nani sasa? Twende kele doho mudungu. Yaani mume wangu, hichi kijiji mimi kishanichosha, nimekichoka. Yaani kila siku mauzauza. Na tusipoangalia, hii nyumba yako hii utaikuta feli kwenye pantoni pale, Jamboni. Yaani uwezi amini, leo nimeshuhudia tukio la ajabu. Leo ndo kwa mara yangu ya kwanza naona maiti ilionishangaza kwenye maisha yangu. Maiti imenyooka hivi kama mstimu umeme. Nakwambia maiti inatoka damu puani, masikioni. Mara ulimi umekuwa mrefu kama mjuskenge. Ubongo umetokea kwenye miguu. Kumbe mtu akifa ubongo unatokea kwenye miguu. Mzako ile maiti jamani sije kuiona. Mume wangu paka naogopa. Mbona mtu zake unazidi kutembea sana ili tungelishuhudia wote, ili unanipa shida kusimulia ubuyu. Umemaliza? Baba Nyanongwa. Kwa hata ili pia nalo kusimulia pia ndo kuleta nongwa. Nimekusimulia ubuyu bure hata hela hujautipia. Usinichanganye. Hivyo mwanamke, umeacha kumenya miogo uchemshe nikija nile,
wewe umeanza kuzurula. Aya sawa, tuachane na habari ya miogo. Mlango umeacha wazi. Angekuja mwizi hapa angeiba ingekuwaje? Hivi mwizi gani atakayetoka huko asiyekuwa na kazi aje akuibie wewe hapa? Hivi mbwembwe akuibie nini wewe huyo mwizi? Au ndo aje aibe hicho kigodoro chako kama ulimi wa mbwa? Unanishangaza. Aibe nini? Juzi kule kibao cha shule kule, amekamatwa mwizi. Kaiba sufuria tunataka kumuua. Wamempiga sana, sema mjumbe wa kule ana busara, akasema msimuue. Huyu binadamu mtamuaje kisa sufuria tu, kaiba sufuria moja ndo muue. Ila kilichomsaidia, yule mwizi anampala kama alimjiwe. Yule mjumbe akasemaje, huyu msimuue kwa sababu nyinyi mshakuwa na hasira. Sawa. Kila mmoja ampige makonzi kichwani anayotaka yeye, ili tu moyo wake ufanyaje? Ulizike, lakini msimuue binadamu. Wakamwacha. Hadi naondoka pale na mwacha mwizi bichwa zima lina minondo. Alafu ndo unasema tutaibiwa nini ndani humo? Wewe vipi wewe? Wewe Mzumbe. It's me again. Mr. Burudani. How are you? Bwana sikia. Nyoka. Na haraka huko unapoelekea. Nyoka basi funguka. Asiyo haraka na mimi ndo nipo nayo. Kwanza tumshukuru Mungu. Wajua na hali zinatupigania. Nimeweza kukutana na wewe. Amina. Sasa niliona kwamba ningekufuata pale nyumbani kwako kwa wajumba zako pale ungeanza kulia upya. Kadeni kangu bana ndugu yangu. Niko na kihitaji ka ankala. Wao ndio wanasema Lohit Mehla. Sasa wewe unadai nini? Ndio anajikausha kabisa ni kama ajui eti. Mzumbe. Kwa ujui kama nakudai. Unadai nini? Nyosha maelezo, unadai nini? Nyoka funguka. Unadai nini? Sawa basi. Pale msibani nakumbuka nilifanya shughuli gani pale? Msibani wakuja wengi. Sasa hapa unaniambia nikumbuke, nitakumbuka hadi wale waliopika jikoni. Nani wewe? Pale msibani usijifanye kama ukumbuki. Nakaa kujua ulihatarisha maisha yangu. Mimi pale na ndugu zangu, baba, mama, wadogo zangu na wengine all of you people. Si umeelewa? Wanilalamikia sana. Bwana umehatarisha maisha yako. Na nini ada zetu unaziaibisha. Wewe ni mtu mzito, sio kwenda kuunda majeneza. Si umeelewa? Nilikuwa nikiangalia pale mimi nimesoma na elimu yangu. Nilifanya tu kwa heshima. Wanaume changamka kidogo kwa heshima. Bwaga. Kwanza kijana, ongera. Hivi mkono wewe. Nilikuwa nakutafuta, kwa shukrani zako. Una moyo kijana wewe. Kwanza ni kama Mungu amekushusha pale siku hii. Haki Mungu tusingekaa pale. Bila wewe mimi naona kama umetoa sadaka vile. Mambo unani ufanye ubani mambo nini pale. Sasa kama tuna deni. Yaani mbwembwe mume wangu, yaani umekaa na uombea hata hujanipa mbea mwenzio. Shika dabu yako. Basi, samehe bure. Haya. Wewe unasema nimeondoka hapa bila kukuaga. Hapa lipo nimeenda tu na nimechelewa tukio. Nimelikuta marehemu tayari kasha funikwa ile nguo. Bahati nzuri polisi nimewakuta washafika na tukio wameshamfunika. Ile wanafunua ndio nimebahatika kuiona sura. Haya, ningekusubiria wewe tena nikuage. Ningemuonaje yule marehemu? Na mimi mwenzako kama unavyonijua, kusimuliwa sipendaga tukio nijione kwa macho yangu. Nisamee mume wangu. Ila kuombea huko kukusubiria wewe singeweza. Wewe hata shati hili ulivaa shati la kwako babangu. Si unaliona? Kibibi? Kwani umenisahau? Nakuuliza umenisahau? Sasa naomba nikuulize, kwani huyu aliyekufa huko ni nani? Sasa kinachokuchekesha kitu gani? Unatekenyeka kama redio kubwa mpata bisibisi ndogo, maana nini maana yake? Nitaka nishangae.
Unajua mimi mpaka nafika hapa, najua sasa nimeolewa na mwanamume mbea kama mimi. Sasa nataka nishangae. Huyu mbwembwe umbea huwa anaukataa. Umeanza mbi. Spika sijui ile kwa spika. Sijui umenisahau. Anaukataa ubuyu. Ngoja nikupe babangu. Aliyefariki ni Meshaki. Yaani hapa naongea leo na nyuma. Ila wewe ndio unafahamu nacheka. Meshaki Maligea. Meshaki. Meshaki mimi nimeona naye jana na kuna vitu tumezungumza, vitu vingi sana ameniambia kuhusiana na yeye. Na akasema leo niona naye kuna baadhi ya vitu aniambia vinavyomhusu yeye. Sasa kama Meshaki uliona naye wewe jana, Meshaki huyo ndo kafa leo. Hichi kijiji noma hiki. Sasa nikwambie kitu mke wangu. Kuna kitu nataka lakini siwezi kukwambia hapa. Hichi kitu hichi kina msingi sana. Kwa alivyoniambia na wasiwasi na kifo chake. Sasa kwa hapa nje siwezi kuongea naye chochote. Hebu twende ndani, kuna kitu tukazungumze. Mbona sijakuelewa hapo? Mbona kama unanichangamkia sikuelewi. Mzee, umesema una haraka. Kama una haraka basi changamka. Kunipatia kama unavyosema masala ya michango. Masala ya ubani lilipita daftari. Ndio. Usijisaulisha sana hujazeeka sana kiivo. Si umeelewa? Nikatoa. Kwa sasa tuache masuala ya ubani. Si unaelewa? Tuna masuala ya kazi. Mimi pale nilipiga kazi. Zumbe nilichakalika. Nilihangaika huku na kule. Kuna watu wazito uchawi pale mimi ndo niliuona, nilishuhudia kwa macho yangu wachawi. Sawa. Sasa hebu kumbushe bwana. Sawa. Wewe unaibi gani? Nakumbuka tuliona shilingi ngapi? Tuliona shilingi 7,500. Ukanipa kwa bei za matathmini haraka ukanipa 1,700. How much? Ukanipa shilingi 7,000. Ikabaki shilingi ngapi? Naona aibu hata kuitaja. Unapoka? Sawa, ikabaki 500. Kwa hiyo nakuomba itisha manko zako, wajomba zako wote waitishe. Mjadili kuhusu pesa yangu naipata lini, full stop. Waga. Yaani mimi mtishali wajomba zangu wale. Wote Memena, Mtibaruza, Mtina Mpunde, dada mkubwa. Kama jamani tunadaiwa shilingi 500. Umo. Sawa. Wewe sasa ndota. Kwa mimi kitu. Nitampa hiyo 500 ule mwenzako ule ambaye kidogo mnafanana kama wote mmetoka Milembe hivi. Tampa. Baruza kulitia hiyo 500. Wewe. Kulifanya biashara mimi na wewe. Ndakudai wewe mwenyewe. Mimi. Wewe. Unaniweza mimi? Kwa nini unasemaje? Wewe. Mimi nakuweza. Basi njoo. Pia. Wewe. Pigania hapa. Na utafaidisha watu. Fanye hivi, nitakupigia simu. Tuma message. Tuma message. Kwa unakwenda kuna watu wengi sana. Huko kuna watu. Na Baluza yupo? Sawa, nitakutumia message. Tuma message. Na afu uchague sasa sehemu ya kupigania. Maana kuna hizi arena mbili. Kuna Kihindi na kuna hapa ya ile ya kina Spartacus. Sawa bwana. Sawa. Samze Zumbi. Za hapa na salama, karibuni. Asante. Pole na changamoto zilizokupata. Inshallah. Ndio mipango Mwenyezi Mungu. Haina makosa. Ni kweli Mwenyezi Mungu akipanga jambo lake hakuna anayeweza kulipangua. Na ndio maana binadamu wote tukaumbwa poa zimeangalia chini. Sote tutaelekea huko. Kwa muhimu ni kumuombea dua tu safari yake iwe salama. Naomba sana kwa Mwenyezi Mungu. Nikisema nikae, nilalamike au ninyonge, nitakuwa namkosea sana Mwenyezi Mungu. Nilishamwachia Mwenyezi Mungu. Lakini pia Nabu, naomba unisamehe sana kwa kutofika kukuona. Maana tangu nitoke msibani hatujaonana tena. Nisamehe kwa hilo. Lakini kulingana tu na changamoto
za hapa na pale. Na nilipokutana na Nyamala njiani akasema anakuja huko. Basi ikabidi nije naye, nije nikutazame. Kwa hiyo nisamehe sana rafiki yangu. Sawa. Sawa. Nyamala. Nilikwambia kuna sehemu naenda. Kwa hiyo jamani, mimi sio mkaaji sana. Nilikuwa naomba niwaache. Tutaonana wakati mwingine. Haya, haina shida. Mimi bado nipo kidogo, naongea naye kitoka hapo. Na mimi naenda. Jamani, kwelini. Karibu. Haya. Kadogo yupo wapi? Jamani. Maana wakati tunaingia ndani hatujamuona. Basi sawa, itakuwa ndio hivyo. Melissa! Melissa! Abe. Njoo. Ni nini hichi ambacho nakiona mbele ya macho yangu? Hivi mdogo Obi, toka umefika mpaka leo bado hujazia tu ya mambo. Ukiona hivyo unajua Biasimenya afanya matambiko yake. Cha msingi wewe ingia ndani, nenda kapumzike tu. Haya mambo yatapotea. Uzoei tu. Hivi vitu mimi sijavizoea. Mara matunguli, mara manini. Wataniua mimi jamani. Ama kweli dunia tujaimaliza, kuna vitu chini ya uvungu tujaviona. Watu wanaubadili mchana kuwa kiza, kama ubaya wa mwachi Mungu analipiza. Watazame hawa walipokuwa watoto wajasoma, wanasoma elimu ya watu wazima. Yani vituko sijapata kuona, wanaitwa mekwa. Kuna fimbo ya ajabu inayoweza geuka nyoka, yani utastaajabu kuliko yale ya Nabii Musa. Kumbe kuna siri nzito sana. Kuna vitu vya kutisha uadui.